serikali kupitia PURA itaendelea kuimarisha utendaji na usimamizi wa shughuli za mkondo wa juu wa petroli ili kuhakikisha kuwa sekta ya nishati inaendelea kuchangia ipasavyo katika ukuaji wa uchumi wa nchi. Aidha, PURA itaendelea kushirikiana na wadau wakiwemo sekta binafsi ili kuimarisha upatikanaji wa gesi asilia kwa ajili ya kuchochea shughuli za kiuchumi na kijamii kwa kuendelea kusimamia na kudhibiti shughuli ipasavyo katika mkondo wa juu wa petroli. Tangu kupata uhuru, Tanzania imepitia changamoto mbalimbali, hasa katika eneo hili la utafutaji wa mafuta na gesi. Changamoto zilizojitokeza zimefanywa kazi na hatimaye kufikia hatua tuliopo, ambapo tumefanya ugunduzi wa gesi asilia nyingi kiasi cha futi za ujazo takriban trilioni 57.54, na kama nilivyoeleza awali, nyingine ndo zimewekwa kwenye mazungumzo kwa ajili ya kuipeleka nje ya nchi, lakini kiasi kingine kimeendelea kutumika nchini na tunaendelea na tafiti na tunategemea tutapata nyingi zaidi, na inshallah Mungu akipenda, basi tunaamini mafuta yapo na yatapatikana. Changamoto kama nilivyosema zimekuwa ni nyingi, lakini niseme wazi, nyingi nimeziongea katika hali ya mafanikio. Pale ambapo changamoto zinajitokeza, serikali yetu imekuwa mbele sana kuhakikisha kwamba inatusaidia kwenye kuzitatua, na kama nilivyosema, hapa tulipo sisi changamoto ni zile za kawaida tu. Nitakwambia tu upungufu wa fedha, lakini fedha ipo kwa sababu fedha huwa haitoshi. Lakini vile vile nitakwambia bado wataalamu sio wengi, lakini tunatekeleza majukumu kulingana na hali ilivyo. Lakini vingi ambavyo ningeweza kuvitaja vimepatiwa ufumbuzi. Kwa hali hiyo au kwa hali kama hiyo, ndugu zangu, kipekee kabisa nishukuru serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Mama Samia kwa kuwezesha mazungumzo kama nilivyosema ya utekelezaji wa mradi wa usindikaji wa gesi asilia kuwa katika hali ya kimiminika. Nimeeleza vizuri kwamba tulitokea wapi. Mazungumzo yalishakwama zaidi ya mara 2, lakini tokea yeye aingie mazungumzo yamekuwa yakiendelea vizuri na tunaona mwanga. Na kama mambo yataenda hivi, basi hivi karibuni huu mtambo au mikataba itasainiwa. Ni mradi mkubwa na wengi mnafahamu unahusisha uwekezaji wa dola karibu bilioni 42. Ukiongea dola bilioni 42 unaongea trilioni za Kitanzania zaidi ya 110. Lakini tunachokihakikisha ni kwamba sisi kama wasimamizi wa miradi kama hiyo, kwa mujibu wa sheria, tuendelee kujiimarisha ili wakati wa utekelezaji ukifika, basi na sisi tuwe tayari tuna vijana ambao wana uwezo wa kuchakata na kufanyia maamuzi yale ambayo yatakuwa yanaukabili mradi huo, ikiwemo uhusishwaji wa Watanzania na bidhaa za Kitanzania. Kuhusu ujenzi wa vituo vya gesi, tunajua hii sio kazi yako, ni ule pase, lakini na wewe pia unaweza ukachagiza pale. Tumeona vituo viwili, mwenda pale amezungumza vizuri, vimeongezewa pale, msongamano umepungua. Hebu angalieni namna ya kufanya. Kama unawezekana hawa wenye petrol station yao ni majiant, wanajulikana na majiant. Pengine labda hawajahamasishwa vizuri, pengine hakuna incentive, pengine labda sheria zimekuwa ngumu, pengine wanaogopa kujiingiza katika hiyo biashara, wanaogopa pengine labda itani itakuwa sio kwa haraka kiasi hicho. Hebu angalieni jinsi ya kufanya tuwe na hivi vituo vingi. Petroli tunajua ni bei kubwa. Kama tukiweza Tanzania tukaweka mitungali sehemu za gesi nyingi, ina maana itasaidia. Mwenda pale amezungumza at least mpaka kule interior. Mimi nikienda kote kule Machame au nikaenda kule wajomba zangu Tanga, nikikute basi sio kwamba nimebadilisha gari yangu ya gesi sasa hivi nikirudi Tanga pale Muheza nakosa kituo. Kwa niaba ya Katibu Mkuu wa Wizara ya Habari na Msemaji Mkuu wa Serikali, Mheshimiwa Gerson Msigwa, niko mbeleni tena leo kuwasilisha salamu zake za pongezi. Kikubwa, Msemaji Mkuu wa Serikali anaendelea kuwapa pongezi. Mnayasema yale ambayo yanastahili kusemwa kwa ajili ya manufaa ya Watanzania. Tunashukuru sana PURA kwa kukubali
kuja mbele ya vyombo vya habari. Mmekuja mkiwa na uhakika wa kile ambacho mnakifanya. Mmeonyesha kwa vitendo kwamba serikali ya awamu ya 6 tangu Machi 2021 mpaka sasa imefanya mambo makubwa katika tasnia ya mafuta na gesi. Tunawashukuru sana. Mhandisi Sangweni, unaitendea haki kazi yako. Hata kile kipindi cha mpito cha kukaimu kiti cha mtu ambaye hakuwepo, kumbe ulikuwa unapikwa. Naendelea kuwapongeza ofisi ya msajili wa hazina, ndugu yangu Sabato. Endelea na kazi hii. Taasisi za umma ambazo zinasimamiwa na msajili wa hazina zinakutegemea. Endelea kuziratibu vizuri.